Leo tarehe 22 mwezi wa 12 mwaka 2025, kesi ya watuhumiwa wa uhaini ambao walibaki katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu wakiendelea na hiyo kesi zilikuwa zimepangwa kwa ajili ya kutajwa leo. Watuhumiwa walikuwa 12 na kesi nyingine walikuwa 4, lakini kati ya watuhumiwa 12 watatu wamebadilishiwa kosa, wamepewa kosa au wameshtakiwa kwa kosa la kuchoma moto ofisi ya Chama cha Mapinduzi kule Kivule kama sikosei. Wako watatu na kosa hilo lina dhamana, kwa hiyo wamepewa dhamana. Lakini watuhumiwa wengine 9 jamhuri wamesema upelelezi unaendelea, kwa hiyo wameomba kesi iahirishwe, na kesi imeahirishwa mpaka tarehe 5 mwezi wa kwanza mwaka 2026 kwa madai kwamba upelelezi haujakamilika, na hivyo kesi hiyo imeahirishwa mpaka tarehe 5 mwezi wa kwanza mwaka 2026. Lakini mtuhumiwa mmoja wapo amejaribu kuieleza mahakama kulingana na hali yake, kwa sababu anaumwa, anaitwa Baraka, na alikuwa hajapata dawa tokea siku ya kwanza ambapo alipelekwa hospitali. Alipelekwa hospitali ya Amana, dawa zilipoisha kupewa tena dawa. Kwa hiyo ameieleza mahakama kwamba hajapata dawa. Nadhani namfahamu yule kijana ambaye alikuwa akifikishwa mahakamani, anabebwa na mwenzake anaitwa Baraka Mweta. Kwa hiyo tumeieleza mahakama na mahakama imesema kwamba imetoa amri kwamba akapatiwe dawa kwa ajili ya matibabu kutokana na hali yake ya huo ugonjwa. Kwa hiyo kimsingi leo hicho ndo kimetokea, hicho ndo ambacho kimetokea leo mahakamani. Yes, wameshtakiwa kosa la kuchoma moto. Wametuhumiwa kwamba wamechoma ofisi ya Chama cha Mapinduzi huko Kivule. Kwa hiyo wao wamepewa dhamana. Mashahidi kwa ni mdhamini mmoja ambaye ana kitambulisho kinachotambulika, inaweza kuwa NIDA au kitambulisho kingine cha mpiga kura au kingine, lakini wameshadhaminiwa na mdhamini mmoja na wametakiwa kufika mahakamani kila kesi itakapotajwa, na kesi yao imepangwa tarehe 22 mwezi wa kwanza mwaka 2026.